Je, inaweza kuwa inamaanisha nini uonapo mbwa katika ndoto zako? Nitakupa tafsiri tatu chanya na tafsiri tatu hasi. Tuanze na kundi chanya. Umwonapo mbwa katika ndoto yako inaweza kumaanisha uaminifu, tena urafiki, kwani wajua mbwa ndiye rafiki mkubwa tena wa kwanza wa mwanadamu. Hivyo basi umwonapo mbwa katika ndoto inaweza kuwa inamaanisha uko katika hali yenye urafiki, au watu ulionao waliokuzunguka ni marafiki, si maadui. Ya pili ni kwamba inaweza maanisha ulinzi. Usiwe na wasiwasi, kwani umewekewa ulinzi wa kutosha. Na la tatu inaweza maanisha mwongozo au mahusiano. Uotapo ndoto huku yuamwona mbwa yuakuongoza, basi inaweza kuwa na maana kwamba una mchumba, una mme anao uwezo wa kukupa mwongozo bora, na vile mahusiano yenu yatakuwa mahusiano mazuri, mahusiano yenye kunawiri. Na sasa tuliangazie kundi hasi. Ujipatapo unamwona mbwa katika ndoto zako, vile inaweza kuwa inamaanisha mambo yasiyo mazuri. Kitu ya kwanza, uotapo mbwa ana wasiwasi, mbwa anabweka, mbwa na huenda ni wewe unabwekewa, huenda anakukimbiza, huenda ako na wasiwasi, basi inaweza kuwa na maana kwamba kuna mgogoro au mzozo fulani ambao uliopo au waelekea kutokea wakati wowote. Ya pili katika kundi iliyo ni hasi ni kwamba umwonapo mbwa katika ndoto yako, na hasa ni mbwa mkonde, mbwa aliyetelekezwa. Inamaanisha umetelekezwa au wewe mwenyewe umetelekeza, au kuna jinsi ambavyo mnayatelekeza yale mahusiano yenu. Na ya tatu inaweza maanisha haramu, inaweza maanisha uchafu, na vile kiwango au hadhi ya chini. Hivyo basi kuna uwezekano mkubwa sana uonapo mbwa katika ndoto iwe inaashiria kwamba kuna mambo machafu yanaendelea katika maisha yako, huenda yaendelezwa na wengine yakielekezwa kwako, au hata vile ni wewe mwenyewe unaendeleza yale mambo machafu, mambo ya haramu, mambo yenye haifai. Kama umemwona mbwa tu, hii ndiyo sana maana ya kwanza ambayo unafaa uangalie sana, kwani hata Biblia kwingi ambako imeongelelea mbwa ni katika mazingira na hali ambayo ina uchafu, hali ambayo mbwa hachukuliwi kama kitu mzuri. Kumbuka hata Yesu alisema usimpee mbwa chakula cha mtoto. Vile kitabu cha Ufunuo sura ya 22 na mstari wake wa 15 inasema ya kwamba na huko nje kutakuweko majibwa, waasherati, waongo na kadhalika. Na anashangaa, mbona mbwa mnyama pekee atakuwa huko nje kwa kuzimu? Amewekwa kundi moja na wanadamu walio ni waasi, wanadamu walio wa tabia chafu,